Kila usiku mama alimfunika mwili wa binti wake kwa mafuta yenye harufu ya manukato. Msichana alitikisika kwa maumivu makubwa, lakini mama alisema hii ilikuwa kumwokoa maisha. Harufu ya mafuta ilikuwa inaweza kuenea kwa maili 100. Hata hivyo, dada mkubwa wa msichana alikufa muda mfupi baada ya kutumia. Mama hakuhuzunika. Badala yake, alianza kukusanya majivu ya dada mkubwa baada ya kuchomwa moto, na hata alisema kwa hisia kwamba viungo vyote mwishowe vimekusanywa. Baadaye, mwanamke huyo alianza kutengeneza aina ya kidonge. Mtu akiiweka kidonge hicho kitovuni, umbo lake lingekuwa miaka 10 mchanga. Kupata habari hii, wakazi walitaka kuuza mali zao ili kukimbilia kununua vidonge, lakini kwa ajabu, mama wa msichana alimwambia epuke na vidonge, hata kwenye chumba ambacho vidonge vilikuwa vikitengenezwa. Wakati huu, mkazi mmoja alileta habari kwamba mjane kijijini ambaye alikuwa ameiba na kula vidonge angeadhibiwa. Msichana alitaka kwenda kuangalia, lakini alizuiwa na mama yake tena, na hata akafungwa ndani ya chumba na mama yake, akiwa na hamu ya kujua. Msichana alitoka kwa siri. Alimwona mjane aliyekuwa ameiba vidonge, ijapokuwa mjane alikuwa amekuwa mrembo zaidi. Alikuwa amekuwa lengo la matamanio ya wengine. Mjumbe wa kijiji alimdhani kuwa hakuwa safi, kwa hiyo alitumia mkasi kukata ngozi yake chafu na kisha kuifanya kuwa tiara ipepea. Kuona tukio hili, msichana aliogopa. Wakati huu, mwendawazimu alimwendea msichana akimtahadharisha kuwa ataishia kama dada yake mkubwa atakapofikisha umri wa miaka 20. Msichana alikumbuka kuwa dada yake mkubwa pia alikufa akiwa na umri wa miaka 20. Alilenga mashaka yake yote kwa mama yake, kwa hiyo alikimbilia nyumbani kumhoji mama yake. Ghafla, wakazi wengi walifika nyumbani kununua vidonge. Vidonge vikawa vimeuzwa haraka na wakaanza kuangalia msichana. Mama wa msichana aliwaambia wote wangoje wiki nyingine, kwani itakuwa halisi siku ya kuzaliwa ya msichana baada ya wiki moja. Kusikia hili, msichana alikumbuka alichosema mwendawazimu na akaanza kushtuka ili kujua ukweli. Usiku wa manane, alifika kwa makaburi ya dada yake mkubwa na kuichimba na akakuta ni tupu ndani. Kabla hajakaa na mshangao, mama yake alionekana bila kutarajia, akitayarisha kumkamata na kumrudisha nyumbani. Msichana alijitahidi kukimbia na akatumia usiku mzima kukimbilia mjini, lakini mjini ulikuwa umetawaliwa na wateja ambao walinunua vidonge vya mama yake kila mahali. Waliwakamata msichana na wakamrudisha nyumbani. Mwishowe, mama alimfungia chumba cha pembeni ambapo dada mkubwa wa msichana alikuwepo.